Na kutoka katika Injili, Yesu anasema hakuja kutengua torati bali kuikamilisha. Hakuja kuiondoa torati bali amekuja kuipa tafsiri mpya. Torati ni sheria, ni mafundisho, ni mwongozo. Musa alipokea amri 10 za Mungu kama mwongozo wa wana wa Israeli waweze kuishi vizuri. Mungu anajifunua moyo wake kwa njia ya torati, lakini torati hizi zilipewa tafsiri ambayo ilikuwa ni tofauti kwa namna moja au nyingine. Zikawa tena zimsaidii mwanadamu kwa tafsiri yao, bali zikawa zinamwongezea maumivu. Lakini zaidi sana katika kutafsiri amri 10 za Mungu, waliongeza zingine nyingi ambazo zilikuwa zina tafsiri haielekei kile Mungu ambacho anataka. Walikuwa wanasema jino kwa jino, yule ambaye si Myahudi usimtendee wema wowote, uwe tayari kumfanyia chochote kwa sababu afanani na wewe kwa kuwa yeye si Myahudi. Kumbe tafsiri kama hizi ndizo ambazo zilikuwa zinafanya torati ionekane kama ina mapungufu, lakini kwa msingi yenyewe imekamilika. Lakini waliendelea mbele zaidi. Walifikiri kwamba Mungu anaabudiwa katika hekalu peke yake, sehemu ambayo tafsiri ya torati inatolewa. Kumbe anachokikamilisha Kristu ni mambo mawili. Ukamilifu anaoleta Kristu unatafsiriwa kwa mambo mawili. Jambo la kwanza, upendo ndiyo sheria ya kwanza. Utu wa mtu unahesabika na unathaminiwa kwa namna ambayo anaweza akaingiliana na watu kwa upendo. Kwenye familia zetu, upendo utawale kwanza. Upendo ni zaidi ya sheria. Sheria yoyote ikipata tafsiri kwenye upendo, ndiyo italeta amani, italeta furaha. Kumbe Kristo anachokuja kukiongeza, anataka torati ikamilike kwa maisha ya upendo. Lakini la pili ambalo Kristo anakamilisha ni kwamba kumwabudu Mungu ni kwa njia ya Kristo mwenyewe. Tafsiri ya kwenda hekaluni na kutoa sadaka ili kumwabudu Mungu, Kristo anasema nyakati zitafika kumwabudu Mungu kutakuwa kwa njia ya yeye, si tena kwa kupanda kwenda hekaluni na kutoa sadaka. Wapendwa ndugu zangu waamini, tumekusanyika mchana huu kwa ajili ya adhimisho la Ekaristi Takatifu. Tunamwabudu Mungu ndani ya Kristo na kwa njia ya Kristo. Kumbe mara zote tuipende Ekaristi Takatifu kwa kuiadhimisha, lakini pia kwa kuiabudu. Na la pili ndo hili, upendo utawale kati yetu, sehemu za kazi, kwenye familia zetu, tunapokutana na watu. Katika kuyafanya hayo ndipo ambapo tutakuwa tunaishi amri mpya. Tujute dhambi zetu tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo haya matakatifu.